Russia yakosoa vitisho vya Marekani dhidi ya Iran, yasema havikubaliki. Waziri wa mambo ya nje wa Russia amekosoa vitisho vya Marekani dhidi ya Iran akisema havikubaliki, huku Moscow ikitaka kupunguzwa mashinikizo ya Marekani dhidi ya Iran. Sergei Lavrov amelaani vitisho vya Marekani vya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran, akionya kwamba kitendo chochote kipya cha uchokozi kitakuwa na matokeo mabaya kikanda na kimataifa. Katika majibu ya maandishi yaliyoandaliwa kwa ajili ya mkutano na waandishi wa habari, Lavrov pia ametilia mkazo juhudi za Moscow za kupunguza mvutano na kuondoa mashinikizo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Vitisho vya mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu havikubaliki kabisa, amesisitiza Sergei Lavrov, akionya kwamba kurudia uchokozi wowote wa kijeshi kutakuwa na matokeo mabaya kwa eneo la Asia Magharibi na usalama wa kimataifa. Lavrov pia ameonya dhidi ya kutumia machafuko yanayochochewa na wageni kama kisingizio cha kukariri uchokozi dhidi ya Iran kama ule uliofanywa Juni 2025, akisisitiza kwamba vitendo kama hivyo vitadhoofisha sana usalama wa kimataifa. Makundi ya watu waliokuwa na silaha na magaidi wanaoungwa mkono na nchi za kigeni waliteka nyara maandamano ya amani kuhusu malalamiko ya kiuchumi mnamo Januari 8 na 9 na kusababisha ghasia na mauaji ya raia wasio na hatia. Vile kundi la wasomi, wanafalsafa na wanaharakati kutoka sehemu mbalimbali za dunia wametangaza kumuunga mkono kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na juhudi zake za ujasiri na zenye upeo mpana katika kulinda utu wa binadamu na haki. Tamko hilo limetolewa kupitia taarifa iliyotiwa saini na watu mashuhuri na mashirika 46 kutoka mataifa na tamaduni tofauti. Kwa mujibu wa ripoti ya Jumanne ya shirika la habari la Fars, katika taarifa hiyo Ayatollah Khamenei alieleza kuwa ni kiongozi ambaye ushawishi wake unavuka mipaka ya kidini na kisiasa katika maendeleo ya fikra na maadili ya zama hizi. Waliotia saini wakijitambulisha kama wafuasi wa dini mbalimbali na watu huru wa dunia walisema wanampongeza Ayatollah Khamenei si kwa misingi ya dini pekee, bali kwa msimamo wake thabiti juu ya maadili, ujasiri katika kufanya maamuzi na maono ya kiustaarabu kuhusu mustakabali wa wanadamu. Waliongeza kuwa Ayatollah Khamenei ametekeleza sera na misimamo inayotetea haki ya mataifa, ikiwemo ya nchi yake Iran kujichagulia hatima yao wenyewe licha ya gharama zinazohusiana na msimamo huo, hasa katika zama ambazo viongozi wengi wa dunia wamelegea mbele ya mashinikizo ya nguvu tawala. Sehemu ya taarifa hiyo inasomeka hivi: Ayatollah Said Ali Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni miongoni mwa viongozi wanaosimamia kwa uthabiti utu wa binadamu, uhuru wa kitaifa, haki na msimamo wa kupinga dhuluma na utawala wa kiimla. Katika dunia inayokumbwa na unafiki na siasa zinazobadilika, wasomi na wanafikra hao, akiwemo mwanafalsafa wa Russia Alexandry Dugin na mwandishi mashuhuri wa India Tushar Gandhi, walisema kuwa mfano wa uongozi wa Ayatollah Khamenei umejengwa juu ya misingi ya kibinadamu na wajibu wa kihistoria, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mjadala wa kupinga dhuluma na ubeberu wa kimataifa. Vile balozi wa Iran nchini Russia Kazem Jalali amepuuzilia mbali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump akidai kuwa analiunga mkono na kulisaidia taifa la Iran, akisisitiza kuwa madai hayo hayana msingi wowote. Akizungumza katika hafla iliyofanyika usiku, Jalali ameashiria historia ya zaidi ya miongo minne ya vikwazo vikali vya Washington dhidi ya Iran na kusisitiza kwamba mtu huyo Trump, ambaye nchi yake imekuwa ikiliwekea vikwazo vikubwa taifa la Iran na kusababisha ugumu wa kiuchumi na mateso kwa watu wetu, leo hii anadai kwa udanganyifu kuwa anatuunga mkono. Itakumbukwa kuwa mwezi uliopita wa Jamhuri, Trump alihamasisha waziwazi vurugu kwa kuwataka waandamanaji wenye silaha kutoa taasisi za serikali na kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran iwapo magaidi hao wangedhuriwa. Aliwataka wafanya fujo kuendeleza vurugu zao za umwagaji damu na uharibifu, akiwaambia msaada upo njiani. Vurugu hizo ambazo zilichochewa na Marekani na utawala wa Israeli zilisababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, taasisi za serikali, miundombinu ya huduma za umma, mbali na vifo vya maelfu ya raia na maafisa wa usalama. Ila waziri wa usalama wa Iran Ismail Hatibu ameonya kuwa nchi za Magharibi zitakumbana na madhara ya hatua yao ya kulitaja jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuwa eti ni shirika la kigaidi. Akizungumza kwenye kikao cha maadhimisho ya kumbukumbu ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, Hatibu amesema kuwa mataifa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakitoa hifadhi salama kwa makundi ya kigaidi sasa imechukua hatua ya kuorodhesha IRGC kwenye orodha ya magaidi. Amesema hatua hiyo ya uhasama imechukuliwa katika hali ambayo ukweli ni kuwa IRGC ni miongoni mwa vikosi madhubuti zaidi duniani katika mapambano dhidi ya ugaidi.
Kwa hatua ya uhasama, mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walitangaza Alhamisi kuwa wamekubaliana kuiweka IRGC kwenye orodha ya kile wanachokiita mashirika ya kigaidi ya umoja huo wa kisiasa na kiuchumi wenye wanachama 27. Iran imekuwa ikisisitiza mara kwa mara mchango wa msingi na muhimu wa IRGC katika kushinda ugaidi kwenye eneo la Asia Magharibi, Mashariki ya Kati. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tutizame vita vya kieneo, maana yake na jinsi vinavyotokea. Kwa mujibu wa ripoti ya Paris Today, kutokana na uchochezi na vitisho vya mara kwa mara vya Marekani dhidi ya Iran, Teherani imeonya kwamba shambulio lolote la kijeshi kutoka Marekani dhidi ya Iran litasababisha kuwashwa moto wa vita vya eneo. Sasa swali linaibuka, vita vya eneo ni nini na vinafanyika vipi? Vita vya eneo ni aina ya mapambano ya kijeshi ambayo havibaki kati ya nchi mbili tu zinazohasimiana, bali huenea kijiografia na huhusisha maeneo mengi katika eneo zima. Huingiza nchi na wahusika wengi, ima moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, na matokeo yake hutoka nje ya mipaka ya uwanja mkuu wa vita. Kwa kawaida, vita vya aina hii huanza kutoka pande kadhaa kwa wakati mmoja, na mwisho wake huwa haviwezi kudhibitiwa na wahusika wanaopigana. Ili kufahamu vyema asili na mwenendo wa tukio hili, vinaweza kuchambuliwa kwa vipengele vinne vikuu: kuenea kwa kijiografia na kuwa na ngazi nyingi za vita. Sifa ya kwanza ya vita vya kikanda ni pale inapozidi mipaka ya nchi mbili zinazohasimiana. Mgogoro hupanuka haraka hadi nchi nyingine au serikali za kikanda. Kwa mfano, mzozo wa awali kati ya nchi mbili unaweza kuibuka kwa sababu ya kuwepo kwa kambi za kijeshi na upande mmoja katika nchi tatu, au kutokana na ahadi za usalama au uwepo wa nguvu za kimataifa zinazohusiana na eneo hilo. Katika hali hii, sio kambi za kijeshi tu, bali kila nchi au utawala husika hutoa ardhi, anga au rasilimali zake kwa upande mmoja, huhesabiwa kama sehemu ya uwanja wa vita. Hali hii inasababisha kuundika kwa ngazi nyingi za mapambano katika maeneo tofauti kijiografia na kuondoa uwezekano wa kusimamia au kupunguza eneo la mgongano. Pili, uwepo wa wahusika wengi. Wahusika katika vita vya kikanda hawako tu katika jeshi rasmi la serikali, mitandao ya kikanda, makundi ya mukawama au wapigania ukombozi. Nguvu za kigeni zinazotumika kwa njia ya niaba na miungano ya kimataifa huweza kuingilia kikamilifu katika mzozo. Hii inafanya vita kuondoka kwenye mfumo wa mapambano ya kawaida yenye usawa na kuyabadilisha kuwa mgogoro, changamoto, usio sawa na mkubwa zaidi. Kwa hali hii, nchi moja inaweza isiwe moja kwa moja katika mapambano ya uso kwa uso, lakini mtandao wa washirika wake au makundi yanayoiunga mkono katika kanda yote yanaweza kuingilia kati na kimsingi kuifanya nchi hiyo kushiriki katika vita vya pande nyingi. Tatu, mzozo usio sawa, usio simetria. Vita vya kikanda ni lazima viwe vya mlingano wa usawa. Inawezekana upande mmoja utategemea faida ya kiteknolojia angani na baharini kujaribu kumaliza vita haraka au kwa muda mfupi, wakati upande mwingine ukitumia kina cha kimkakati, eneo kubwa kijiografia, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na silaha kama vile vita vya mtandao, cyber, na kukatiza au kutatiza njia muhimu za usafirishaji kama vile barabara za kimataifa. Hii hupelekea kukosekana mlingano muhimu katika vita. Katika hali hii, vita vinaweza kufafanuliwa kama vita vya kijiografia dhidi ya teknolojia au kuingilia kati miundombinu muhimu ya uchumi na nishati na kufanya upande wenye teknolojia ya hali ya juu kuwa hatarini. Madhara ya mipaka kimataifa na kwa wananchi. Sifa muhimu zaidi ya vita vya kikanda ni upanuzi wa madhara yake. Athari za vita kama hivi si za kijeshi pekee. Vipengele vya usalama, uchumi na siasa vinapita mipaka kwa haraka. Inaonekana kuwa vita vya kikanda si tu vita vikubwa zaidi, bali ni mabadiliko ya kimsingi katika asili ya mzozo. Hii ni kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kwamba wigo wa vita hivi hauwezi kudhibitiwa na pande husika, na wahusika wasio wa serikali na wa kikanda watakuwa na nafasi muhimu. Aidha, mbinu za mapambano zisizo sawa na zisizo za kawaida zitazidi kutumika, na madhara yake yataathiri nchi zote za kanda na hata jamii ya kimataifa kwa kiasi kikubwa. Sifa hizi za vita vya kikanda zinaonyesha kwa nini onyo kuhusu mzozo hugeuka kwa vita vya kikanda ni onyo la kimkakati kuhusu kutoweza kudhibiti matokeo yake. Kwa kuzingatia ongezeko la vitisho vya kijeshi vya Washington dhidi ya Tehran na kuongezwa kwa wanajeshi na vifaa vya kijeshi vya Marekani na waitifaki wake kwenye eneo la Asia Magharibi, maafisa wa ngazi ya juu wa Iran wametoa onyo kuhusu uwezekano wa mashambulizi yoyote ya Marekani dhidi ya Iran kugeuka kuwa vita vya kikanda.
Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.